Kumjua Mungu, jambo la kwanza, ukishamjua kuna kitu ambacho kinatokana na kumjua kwako Mungu. Hautakuwa kama watu wengine kwa sababu umemjua Mungu. Hautabaki vile ulivyokuwa kwa sababu umemjua Mungu. Hautabaki pale pale kwa sababu umemjua Mungu. Kwa iko neema itokanayo na kumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukisoma katika Biblia kwenye kitabu cha Yeremia 32 ule mstari wa 27, Mungu mwenyewe anajitanabaisha ama anajipambanua kwamba yeye anasema mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, ni jambo gani gumu nisiloliweza? Anajitambulisha kwamba yeye ni Mungu wa wote wenye mwili. Maana yake nini? Hata wale ambao hawajaokoka bado yeye ni Mungu kwao. Kwa nini? Kwa sababu amewaumba kwa mkono wake. Kwa nini? Kwa sababu amewafanya yeye kwa mkono wake. Kwa anabaki kuwa Mungu kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa anajitambulisha kwamba yeye ni Mungu wa watu wote wenye mwili. Yaani watu wote wenye mwili, yeye ni Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unaweza kumwona mtu mwingine labda ni mlevi, lakini Mungu anasema mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Ukamwona mtu mwingine ni mlemavu, Mungu anasema yeye ni Mungu wa wote wenye mwili. Ukamwona mtu mwingine sio yuko namna gani, lakini Mungu anasema yeye ni Mungu wa wote wenye mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo inamtambulisha Mungu kwamba yeye ni Mungu wa wote wenye mwili. Na tunaweza kuwa na mitazamo tofauti tofauti, au tukawa na mawazo tofauti tofauti. Ukaona mtu anafanya maovu, ukasema huyu ni wa Mungu kweli? Mbona anatenda dhambi? Huyu ni wa Mungu kweli? Ukaona anafanya vitu vya ovyo, ukasema huyu ni na huyu ni mtu wa Mungu. Na huyu Mungu ni mtu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukisoma kwenye Biblia hiyo, kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 31, Biblia inasema Mungu akaona vitu vyote alivyovifanya ni vyema. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wa uumbaji pale, kila kitu alichokitengeneza, yeye alikiona nini? Kila kitu alichokitengeneza Mungu, alichokifanya kwa mkono wake, alikiona kuwa ni chema. Mwambie jirani yako usiangalie vitu vya Mungu kaona ni vibaya. Yeye mwenye nacho anaona ni chema. Wewe unakionaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani aliyekifanya anakiona ni chema. Wewe unakionaje? Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa Mungu alipojitambulisha kama yeye ni Mungu wa wote wenye mwili, baadaye akasema kila kitu ni chema kwa sababu amekifanya yeye. Kwa sababu hapa anataka kutuambia tusikosoe kile ambacho Mungu amekifanya. Tusikosoe kwenye uumbaji wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nimeanza kukupa utambulisho huo mfupi ili tuje sasa huku kwetu. Mungu kaumba, Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili, lakini pia kila kitu alichokifanya akakiona chema. Tunaanza kuja kutofautiana hapa sasa kwenye Yohana 1:12. Huo si mstari wa kukumbuka tu. Nani anaweza kuusoma bila kuangalia Biblia? Au akatuambia tu unasema nini hapo? Huo mstari unazungumzia nini? Mtu mmoja aseme. Yohana 1:12 inazungumzia nini? Wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu, ndio hao waliaminio nini? Sasa kuanzia hapo ndo tunakuja kutofautiana na wote wenye mwili kwamba ni watu wa nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakuja kutofautiana na wale wote wenye mwili ni watu wa nani? Anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika nani? Na ndio hao wafanyaje? Waliaminio jina lake.